Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Kigoma inaendelea kusikiliza kesi ya uchaguzi namba 28949 ya mwaka 2026 inayolenga kupinga ushindi wa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Revocatus Jipando maarufu Baba Levo aliyeshinda ubunge huo kupitia Chama cha Mapinduzi. Kesi hiyo inasikilizwa na Jaji Victoria Naongwa katika Mahakama Kuu kanda ya Kigoma. Waleta maombi katika kesi hiyo ni wapiga kura 4 wa jimbo hilo la Kigoma mjini ambao ni Johari Korobua, Lum Mwito, Pendo Kombolela na Luma Akilimani. Wapiga kura hao wamejitambulisha mahakamani kuwa ni wapiga kura wa jimbo la Kigoma mjini, na miongoni mwa mambo yaliyowaomba mahakama ni kuamuru kufanyika upekuzi na uhesabuji upya wa karatasi za kupiga kura, kisha ubadilishe na kutengua matokeo ya uchaguzi wa ubunge wa jimbo la Kigoma mjini yaliyompatia ushindi Bwana Jipando. Katika kesi hiyo, Bwana Baba Levo maarufu ndiye mjibu wa maombi wa pili, hali inayomaanisha sasa kuwa hatima ya ubunge wake wa jimbo la Kigoma mjini iko mikononi mwa uamuzi wa Mahakama Kuu. Wajibu maombi wengine katika shauri hilo ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inayowakilishwa na msimamizi msaidizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kesi hiyo dhidi ya Bwana Baba Levo na wajibu maombi wenzake ilifunguliwa na wananchi wa jimbo la Kigoma mjini baada ya uchaguzi kumalizika tarehe 29 Oktoba mwaka jana, wakipinga rasmi matokeo ya ubunge wa jimbo hilo. Kufikia Jumapili ya tarehe 12 Julai mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma ilikuwa inasubiriwa kutoa uamuzi wake tarehe 16 Julai mwaka 2026 kuhusu majibu maombi, iwapo watakuwa na kesi ya kujibu au la. Uamuzi huo wa awali utaamua iwapo shauri hilo litaendelea kusikilizwa kwa ukamilifu wake au litafikia mwisho katika hatua hiyo, jambo linaloathiri moja kwa moja hatima ya kiti cha ubunge cha jimbo la Kigoma mjini kinachoshikiliwa na Bwana Baba Levo kupitia Chama cha Mapinduzi. Mkazi wa manispaa ya Kigoma Omar Gindi akizungumzia kesi hiyo ameeleza kuwa wananchi wa jimbo la Kigoma mjini wamefuata taratibu za kisheria kwa kufungua kesi mahakamani baada ya kuridhika na matokeo ya uchaguzi, akisisitiza kuwa mkoa wa Kigoma una historia ndefu ya kesi za uchaguzi tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka wa 1982, ikiwa ni jimbo la kwanza nchini kufanya uchaguzi wa chama vingi ama vyama vingi baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge marehemu Mbano. Bwana Gidi ameeleza mifano ya kesi ya awali za uchaguzi zilizowahi kutolewa maamuzi na mahakama za Kigoma, akitaja uchaguzi mdogo wa mwaka 1994 aliyeshinda Asim Mreji wa Chama cha Mapinduzi, ambapo matokeo yake yalitenguliwa na mahakama ya wilaya baada ya Chadema kufungua kesi kupitia mawakili wake. Marehemu Bob Makani akisaidiwa na wanasheria waandamizi akiwemo Boas Nyangarika. Kwa mujibu wa Bwana Gidi, mahakama ilitengua matokeo hayo kutokana na sababu 3 kuu, ikiwemo matumizi ya ndege ya serikali na rais ya wakati huo Ali Hassan Mwinyi kufanyia kampeni Chama cha Mapinduzi; pili, kubainika kuwa Azim Mreji hakuoa raia wa Tanzania kutokana na uraia wa baba yake wa India; na tatu, utoaji wa rushwa ya ujenzi wa barabara uliofanywa na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani marehemu Agustino Mrema eneo la Ujiji.
Ameongeza kuwa uchaguzi uliofuata wa mwaka 1995 ulishindwa na Daktari Kabura na Bwana Mreji aliyekuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Alipofungua kesi kupitia mawakili Dominic Mbezi, mahakama ilitengua matokeo hayo baada ya kubaini kuwa Daktari Kaburu alimdhalilisha Bwana Mreji kwa kumuita jina la Boncholo wakati wa kampeni, ushahidi uliotolewa na shahidi aitwaye Gidi Azmad ambaye kwa sasa ni marehemu. Mifano hiyo miwili ya kihistoria ya mwaka 1999 na mwaka 1995 inaonyesha kuwa mahakama ya Kigoma zimekuwa za rekodi ya kutegua matokeo ya uchaguzi pale ushahidi wa matumizi mabaya ya madaraka, ukiukwaji wa masharti za uraia au rushwa katika kisiasa unapodhibitika. Kesi ya sasa inayomhusu Baba Levo unaingia kwenye mfumo huo wa kisheria, ambapo wapiga kura 4 wa jimbo la Kigoma mjini wanataka mahakama ichunguze kwa kina mchakato mzima wa uhesabuji wa kura uliompatia ushindi kabla ya kuamua iwapo matokeo hayo yatabaki au yatatenguliwa kama ilivyowahi kutokea kwa wagombea wengine wa Chama cha Mapinduzi katika miaka ya nyuma. Uwepo wa kesi hii dhidi ya Bwana Baba Levo pia unaguza moja kwa moja majukumu ya taasisi 3 muhimu za uchaguzi na sheria nchini, ambazo ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Mahakama Kuu yenyewe. Kila mmoja na wajibu wa maombi ana wajibu tofauti wa kikatiba katika kuhakikisha mchakato wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini ulizingatiwa sheria za uchaguzi nchini, jambo litakalochambuliwa kwa kina na mahakama kabla ya uamuzi wa awali ya tarehe 16 Julai kutolewa. Bwana Gidi amesema licha ya baadhi ya wananchi kuwahi kupoteza imani na mahakama miaka ya nyuma, kwa sasa anaamini hatua zitakazochukuliwa na uongozi wa nchi zimeanza kurejesha imani ya wananchi kwenye mihimili ya dola, akitarajia kesi ya sasa inayomhusu Bwana Baba Levo itapatiwa haki kwa kuzingatia mwenendo huo wa kihistoria wa mahakama za Kigoma katika kesi za uchaguzi. Mkazi wa kata ya Mwanga Kusini, Abdalla Juma, akizungumzia kesi hilo pia dhidi ya Bwana Baba Levo, amesema wananchi wa jimbo la Kigoma mjini wanaomba mahakama kuu itende haki kama chombo huru chenye hukumu la kutafsiri sheria kwa usahihi, akieleza kuwa matokeo ya haki katika kesi hiyo yatakuwa na faida kubwa kwa wananchi wa jimbo hilo wanaokabiliwa na changamoto za ukosefu wa ajira na mkusanyiko mdogo wa kiuchumi. Ameeleza kuwa vijana wengi wa jimbo hilo wanakosa ajira, akitaja kuwa asilimia kubwa ya wakazi wa Tanzania ni vijana na kwamba ukosefu wa ajira miongoni mwao unachangia changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa jimbo la Kigoma mjini wanaosubiri kwa hamu na gamu matokeo ya kesi hiyo dhidi ya mbunge wao Baba Levo. Mkazi wa mtaa wa Mgongo Zahidi Juma alipoulizwa kuhusu kesi hiyo dhidi ya Bwana Levo, alieleza kuwa amepata taarifa za uwepo wa kesi hiyo inayoendelea katika Mahakama Kuu Kanda ya Kigoma. Akieleza swala hilo aliliachia mamlaka husika la kisheria na mahakama kushughulikia na kutoa maamuzi baina ya walalamikiaji na wajibu maombi katika shauri hilo, ikiwemo Bwana Baba Levo mwenyewe, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali.